Je, unahisi kweli Kenya inahitaji na imekuwa ikihitaji viongozi wazuri? Nafikiria kila mara kwamba tunahitaji uongozi mzuri. Tunahitaji viongozi ambao ni wazuri, viongozi ambao wana maadili na viongozi ambao wako tayari kusaidia watu kuanzia mwanzo wa uongozi. Kwa hiyo ndio watu wanabadilika, watu wanakuwa tofauti na vile tunavyotarajia, lakini ukweli wa mambo ni kwamba bado tutajitahidi kupata viongozi wazuri, viongozi wenye maadili mazuri, na haswa viongozi wanaojali watu ambao wamewaweka kwenye mamlaka. Kuna swali lingine. Nafasi ya kanisa katika masuala ya uongozi. Kanisa ina jukumu gani katika masuala ya uongozi? Unajua, hii nchi ndio sio nchi ya kidini vile tunavyosema, but ukweli wa mambo ni kwamba kiongozi au viongozi wote ambao wako katika hii nchi either wanaenda misikitini ama wanaenda makanisani. Kwa hiyo inamaanisha kwamba viongozi wa kanisa wako na responsibility kubwa sana ya kuangalia na kuweza kuwa na sauti katika nchi, katika masuala yote yanayofungamana na either ni siasa ama uchumi ama elimu ya nchi. Kwa sababu unapoenda kanisani kama rais, kama uko kwa kanisa fulani, bado utasema huyu ni mwanachama wangu, ni muumini wangu. Kwa hiyo nafikiria kwamba kanisa liko na pati kubwa ya kucheza kwenye siasa, kwenye as far as siasa za nchi is concerned, ama uchumi, chochote kile katika nchi. Nimekuuliza maswali kwa sababu nilikuwa nataka kutambua kama taifa linahitaji viongozi wazuri. Kumekuwa na mapasta wamekuwa wakipigania urais, wamekuwa wakijitokeza pale wengi, lakini bado hawakupewa. Ina maana Kenya kuna viongozi ambao tayari tumekwisha wazoea, kuna viongozi tayari tumekuwa, yani tunawataka tayari wao. Nafikiria kwamba kwenda kanisani pia imaanisha kwamba ni mzuri, kwa sababu hata viongozi ambao labda tunaweza kufikiria ni wabaya wanaenda kanisani pia vile vile. Kwa hiyo haimaanishi kwenda kanisa ama kuwa pasta ama kuwa nani, sote ni wanadamu. Sote ni wanadamu. Tutakuwa na mjadala huo siku nyingine tuweze kuyadadavua mambo vizuri, kwa sababu tunataka kuelewa kuwa Kenya tunaweza tukaambiwa kuwa kiongozi fulani hatumpendi, kiongozi fulani hatumpendi, lakini mwisho wa siku matokeo yakitokea, wale viongozi ambao tumesema tuwapendi tunaona wako pale nafasi 3 za kwanza pale juu. Kwa hiyo tutakuja siku nyingine tuweze kuangalia, je, ni wapi tunakosea kama taifa. Lakini tukiachana, nataka tuweze kushuka hadi pwani ya Kenya. Kumekuwa na siasa za kingpin. Watu wakamzungumzia Joho sana kwa kazi ambazo anazifanya waziri Joho. Pengine unahisi Joho ako na dhamira yoyote ambayo sio sawa, kwa sababu watu wanauliza mbona asaidie sana kwa county. Juzi kumetolewa mgao wa ile wizara ya masuala ya madini, ile Blue Economy pale, na Kwale kaonekana kupata mgao mkubwa. Je, unahisi kuna tatizo lolote tunapozungumzia siasa ya pwani hasa? Nafikiria siasa ni kuwekeza. Na kile kitu mtu anachokifanya lazima kuna nia fulani, kuna kitu fulani anachotaka kukifanya. Na ndio maana unaangalia hata katika migao yote ya serikali, kwenye ambapo anapopata mgao mkubwa kuna kitu kikubwa pia ambacho huyo mtu anakitaka. Na ndio maana hakuwezi kuwa na uwiano hata mara moja. Kwa hiyo Joho labda kuna kitu ambacho anachokiangalia ama anachokiangazia katika kaunti ya Kwale. Ila labda niseme hivi tu kwa upana kuhusu kingpin ama sio kingpin na nini. Labda hilo jina linaweza kuwa na uzito ama maana tofauti ya kingpin na kadhalika. Lakini ukweli ni kwamba wapwani tunahitaji mtu msemaji. Labda wakitumia hiyo term apart from kingpin, labda haitaonyesha viongozi wengine sio viongozi au wengine wadogo wengine wakubwa. Lakini kama pwani tunahitaji msemaji. Ukiangalia Central Kenya yuko msemaji na anajaribu na anajaribu consolidate vile anavyoweza. Wale watu wakienda kwa negotiating table ya mtu yote yule lazima watakuwa na say. Hata ukiangalia katika serikali ya sasa hivi iko Kenya Kwanza, ukiangalia mawaziri wengi wanatoka Central Kenya, karibu 7. Wengine wamepewa 2, wengine 1, wengine 3. Unanielewa? Kwa nini? Kwa sababu kuna msemaji mmoja ambaye anaenda na matakwa ya watu wake wote na viongozi wengine wote. Kwa hiyo pwani, ukweli wa mambo ni kwamba inahitaji
msemaji, mtu ambaye viongozi wengine wote watarali behind that person na kusema kabisa kwamba hivi ndio vile tulivyokubaliana kama Pwani. Kwa nini Pwani itengwe kwa nani ya counties, nini huyu aseme mimi kwangu yule kwake? Hapana. Tunahitaji mtu, ukiangalia Central, natoa tena mfano, Central haiongelei kaunti moja, inaongelea Central Kenya. Ukambani the same, inaongelea Ukambani wote. So ni mtu mmoja ambaye anatakana kubeba watu wengine wote kwa mgongo kwenda kwa negotiating table yoyote ile. Kwa hiyo Pwani, na nafikiri viongozi wengine watu wanafurahia kwa sababu ya vile mgawanyiko ambao tuko nao ambao ni mkubwa sana. Na ukiangalia Pwani, nafikiri kwamba ndio isingekuwa na mgawanyiko mkubwa namna hiyo, kwa sababu asili ya Pwani ni miji 9 ambayo iko hapa. Ukienda kaunti ya Kilifi kuna hiyo nanino wenyeji wako hapo. Ukienda Kwale County, ukienda Lamu, ukienda, so unapata hiyo miji ni ndugu. Sasa wanasema familia ya Mumbi. Kwa hiyo na sisi pia tungesema ni familia ya Mekatilili wa Menza ama Sofa. Lakini tuangalie ni nani ambaye anaweza kuwa na ujasiri wa kuweza kutuwakilisha. Kwa hiyo sioni kama kuna ubaya kuhusu jambo hilo. Labda Kingpin ndo linatisha na vile mtu anapokuja na nini, lakini nafikiri kwamba tunahitaji msemaji. Nasema kidogo kimombo kinabeba uzito mwingi zaidi. Kwa sababu ndugu Francis, hebu niambie, nani anazungumza kwa niaba ya Pwani? Nani uko vocal? Nani anasubutu kustahimili mawimbi ya wanasiasa wengine? Sijaona. Joho anajitahidi. Joho anajaribu kuvutana na kupambana. Sisemi ni msafi ama sisemi kwamba ndo anajua kuliko watu wengine wote, lakini ameshaonyesha nia ya kuweza kupambana kama kuhusu Pwani. Na ndio mwingine yote yule ambaye anaongea kuhusu Pwani. Haya, niruhusu nimwachie mtazamaji. Na mpenzi mtazamaji, basi tuko naye Lucas Baraka ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ni mwanamikakati ya kisiasa na amevalia kofia nyingi zaidi, lakini leo katika Political Checkpoint tunadadavua kwa marefu na mapana swala la kisiasa. Tunajaribu tukuulizana maswali. Mbona Joho ameweza kuvutia sana katika kaunti ya Kwale, lakini pia tunaelezwa kwa huenda ikawa matumizi ya hilo jina Kingpin ndio yalileta uzito sana, lakini labda watu wawekeze katika msemaji. Na kuachia wewe mtazamaji uweze kutueleza katika comment section, je, maoni yako ni yapi? Unaonaje, ni kipi kinafaa kifanywe? Na je, kaunti ya Kwale ina msemaji ama wasemaji wa kutosha inapokuja katika masuala ya meza ya mgao wa kitaifa? Ni swali ambalo utakuwa natujibu hapo ndani ya comment section tuweze kujua, je, mwelekeo wa mkoa wa Pwani upoje? Tuweze kuingia kindakindaki katika kaunti ya Kwale. Naam. Wewe ni political strategist. Na ulihusika pakubwa katika kambi ambayo sitoitaja mwaka 2022 katika yale masuala ya kura. Pengine yule kiongozi ambaye nataka tuanze, tuna wadi ya Tiu. Sitaki kwenda mbali. Nataka tuanze katika wadi ya Tiu, tutaingia katika wadi zingine. Je, katika ile mchakato mzima tunajua katika debe kulikuwa na wawaniaji wengi. Lakini nataka niweze kuzungumzia mwaniaji ambaye aliweza kupita, Bwana Miti. Je, unahisi kazi inafanyika katika wadi ya Tiu ama ni yale yale? Anajitahidi kwa kiwango chake. Yes. Na hakuna vile ambavyo anaweza kustretch mtu akaenda kiwango zaidi ya vile ambavyo anapojua. Kama Francis unaweza ongoza watu wawili, nikikupatia watu 6 utataabika. Kwa hiyo yeye kwa kiwango chake anafanya. Anajitahidi. Lakini pia tujiulize kwamba MCA nini anachoweza kukifanya kikubwa. Anaongea ambao kwa nao. Na nahisi hiyo ni moja kati ya elimu ambayo pengine serikali ya kaunti, kunradhi kama itakuwa nimeteleza kimatamshi, serikali ya kaunti pengine labda ina jukumu hilo, pengine IBC ina jukumu hilo, pengine asasi tofauti za kiuongozi na jukumu hilo, kwa sababu mwisho wa siku huenda tukamlaumu MCA. Juzi nilikuwa nimeketi hapa na mwaniaji MCA katika wadi ya Ukunda, Bwana Jenerali, na nikajaribu kumweleza kuwa utafanyia watu mabadiliko gani ili hali inatambulika kwa wewe huna bajeti, huna mfuko. Sasa ni vitu ambavyo pengine vinafaa vitaji. Uko naelezea kitu? Na nilikuwa nasema kwamba wakati mwingine labda ni kutoelewa, lakini ujiulize tu huyo MCA anaweza kufanya nini kwa bajeti ipi? Kwanza mshahara wake ni mdogo sana. Ndio maana wengi
unless unakuwa kibaraka wa mtu basi uweze kufanikiwa, uweze kutoboa. Kwa sababu nahisi kwamba kama kulikuwa kuna sheria fulani, tujiulize kwa nini ugatuzi ulikuja. Watu walikuwa wanasema kwamba maendeleo hayafiki chini. We don't feel the government. Na kufeel the government tunamaanisha kwamba ule ukaribu haupo. Nitatokaje Kwale niende Nairobi? Watanijuaje watu wa Nairobi? Yule rais hata nifahamu vipi wakati umetoka ndani, nimetoka Bamba huko, labda nimetoka Kinango ndani Koneni kule? Haiwezekani. Kwa hiyo framers wakafeel kwamba ama strategists bwana, kwa nini tusi devolve some functions, at least watu waweze kufeel kwamba wana kiongozi. Actually the governor is like the president, kwa sababu pia kuna tax anakusanya, kuna nini, ana maskari wake wakandwana, ana kila kitu. So yeye ni kama president wa county, at least watu waweze kumfeel. Lakini sasa hivi ndio natakana kuweza kuwa na mjadala pia, tunamfeel vipi gavana? Bado kuna umbali, bado kuna distance, lakini huyo MCA angepewa power, angekuwa na kikapu chake, angekuwa na mgao wake, kweli kabisa ingekuwa rahisi kufeel sasa kila kitu ambacho tunachokiongelea kuhusu devolutions. Kwa sababu gavana kufika pale ni process, na utasema umetokea wapi, utaanza vipi kufikisha malalamiko pale. Lakini huyu MCA ndio unaonana naye daily, uko naye stage, uko naye maskani, ni jirani hapo, kwa kumfikia pale sio ngumu. Kwa naamini kabisa kwamba sasa tunatakana kumove our conversation mbele kidogo, kusema kwamba our MCAs wanahitaji pia kuwa na mgao fulani kutoka kwenye county government, na gavana anahakikisha kwamba haya maendeleo yanafanyika. Lakini nakwambia pia itakuwa ngumu. Ngoja nijaribu kusema kitu Bwana Lucas. Ni tutasema ni kweli hana mfuko, lakini kuna yale majukumu yake ya oversight. Kwa sababu najua moja kati ya jukumu la sio oversight, moja kati ya jukumu la MCA ni legislation katika ile bunge la county. Je, ipo miswada ambayo ni maswali ya kujiuliza kwa mkazi wa Tiwi na mkazi wa wadi yote. Ajiulize, je, kunayo miswada ambayo amepitisha ambayo inamlenga moja kwa moja yule mkazi wa Tiwi? Kwa sababu nimeona sasa hivi kuna vijana wameweza kujitokeza, sijui kama atakuwa anafanya vitimbi. Kuna kijana mmoja tu, kijana Ridhaa kama atakuwa sijakosea, anatoka Tiwi. Nimeona pia yeye ameonyesha nia kupitia mitandao kuwa huenda akapigania kile kiti, ambalo ni jambo zuri, kijana anajitokeza. Lakini kabla tuweze kufika hapo, acha tuweze kuangalia, je, haya majukumu machache ambayo ameweza kupatiwa ameyatekeleza? Na kama ameyatekeleza, inafanywaje ndio mwananchi ajue kuwa MCA wetu ama diwani wetu anaweza kuwa ameyatekeleza kweli, lakini wananchi hawajui. Mwisho wa siku atarudi wale msemo kuwa MCA tuliyomchagua hafanyi kazi. Makosa mawili: kwanza, watu hawana ufahamu kuhusu majukumu ya diwani wao; pili, hata lile jukumu lake akilitekeleza labda watu hawatojua. Lakini kwa nini wasijue? We need to see the impact katika ground. Je, impact imeonekana? Ni maswali ambayo mwananchi pia anafanya. Hebu tuseme kwamba ndio kazi yao ni kulegislate pale bungeni. Wamekuwa amesponsor labda motion fulani ama legislation fulani ika take place. Lakini anayekuja kufungua hiyo miradi nani? Ni gavana. Kwa hiyo wewe utafeel vipi kwamba ni yeye alifanya hiyo legislation ilikuwa kwa sababu yake, ama hiyo kelele ilikuwa kwa sababu MCA? Man is power. Kwa hiyo kama una pesa uweze kusimama wakati mwingine ukana nguvu yote ili kuweza kujieleza. Kumbuka hata driver wa MCA analipwa na county government. Wanafanya kazi na kila kitu. Kwa hiyo MCA yupo kazi yake kwa bungeni na kuna kitu kingine ambacho anaweza kufanya. Lakini ukiangalia huyo MCA, naangalia kwa mfano kama MCA jirani hapa. Watu ambao wako pale kwake kila siku asubuhi ni wengi. Kila mmoja anakuja, bwana sina school fees, huyu sina fare, huyu sina hiki na kile na kile. Lakini ukweli wa mambo hana, unless ameweza kuwa kwenye kwaya ya viongozi ambao wako na uwezo, basi atakuwa one time pia. Hataweza kutoboa kivyovyote vile, kwa sababu hataonekana akifanyika tu. Kuna baadhi ya vitu ambavyo sitaki kusema viko ndani ya uwezo wake ama vipo ndani ya uwezo wake, lakini mwisho wa siku ukiangalia Kombani, ukipita usiku utaona taa zinawaka.
taa zinawaka watu wakienda kwenye siasa. Kulikoni? Pia hiyo tumwachie mtu mwingine afanye ile jukumu. Si jukumu ambalo pengine diwani anaweza kupusha kwa asasi husika, taratibu zifuatwe na pengine pia iweze kung'aa. Kwa sababu tunapozungumzia swala la ukosefu wa usalama, alafu pia hakuna mwangaza, tunaiweka nafasi ya mpiga kura wapi? Ndio nimesema kwaya. Kama uko kwa kwaya fulani na uweze kupush, utasikilizwa na nani? Kwa sababu kumbuka kwamba huyo MCA lazima aombe. Tafadhali kiongozi, naomba uje, tuko na tatizo hili na lile na lile. Bwana wewe tulia, nitakuja. Asikume tena. Kama hayuko vocal, kama hayuko kwenye kwaya fulani, basi unapata kabisa area yako, kwa sababu kile kitu ambacho kiongozi atataka kwa ni kumsabotage. Na kumsabotage ni kwamba silete maendeleo katika wadi fulani. Na maendeleo unayoleta naleta mimi na nakuja mwenyewe physical ya kuyafungua. Kufanya mimi mwenyewe inakuwa ni miradi yangu, sio mradi wa MCA. Tukimalizia naona muda pia natupatia kisogo. Tuende katika siasa za useneta kwanza, hapo tayari katika siasa za ugavana. Leo sitaki tugusie siasa za women kwa sababu naona pia Mwanaisha Chizuga yuko pale na huenda akawa miongoni mwa wale watakaokuwa debeni kupigania, lakini mjadala huo tuweze kuhifadhi kwa siku nyingine. Nataka tuweze kuzungumzia siasa za useneta. Tunamwona pale Mheshimiwa Chimera, tunamwona pale Boy, sijui kama atakuwa anatetea kiti chake. Tunamuona pale nani wako wengi. Tunamuona bwana William Jeti pia yuko pale. Na yani kuna masuala mengi zaidi ambayo yanafanyika pale. Je, unaionaje siasa ya useneta kaunti ya Kwale? Kuna positions katika hii katiba unapata wako kama ceremonials. Ni ornament, ni mapambo fulani tu. Lakini hawana uzito wote ule kwenye as far as siasa za mali fulani is concerned, kwa sababu ukiangalia kwa mfano senator, yeye mambo yake yatakana kuwa bungeni Nairobi ku legislate, kuangalia migao magavana na mambo mengine devolutions. Kwa hiyo unapata ana mgao pia wa county huko. Kwa hiyo ana mishiko hivyo kwenye siasa za county. Na ndio maana unapata kwamba they are not vocal. Kuna mtu alikuwa anauliza kwa mfano senator wa Mombasa ni nani? Because atakuwa yuko wapi, akifanya nini? Unaona? Kwa hiyo ni kama Boy, unapata kwa muda sasa hivi amekimya kabisa. Haonekani kwa media, haonekani kwa nini, hatujui pia anapanga nini. Haongei senate pia. Hata senate haongei pia. Hatujui kama yeye tayari kashatosheka kwamba sirudi tena, kwa sina haja pia kutumia resources zangu kwa kitu ambacho sitakuwepo. Ila wale ambao wako naona sasa wanajaribu pia hawataki kuwa vocal hivyo kwa sababu hawajajua upepo wa kisiasa uko vipi. Kwa wanajaribu kuplay very safe. Ndio wanatangaza hazima zao, lakini wanajaribu kuwa very safe kwa sababu hawajui itakuwaje. Lakini kile kitu ambacho labda ningependa kuadvise ni kwamba kama kiongozi wetu ule anania wakati ni sasa, si kuwa vocal, lakini una make sure kwamba ground inakuwa intact. Unahitaji organization ambayo iko sawa. Voter registrations pia uko hapo, unajaribu ku make sure kwamba wana register, watu wako wanakuwa kadi. Jaribu kuangalia, yani badala ya kutupa kwamba mimi sasa nitagombea, jiulize kwamba unagombea kwa namba ngapi. Lakini na hiyo utajua wakati ambapo umeshamaliza kila kitu kwa ground. Kuna watu ambao they were not very vocal by the way. Hawakuwa na crowd kubwa hivyo watu hawakuwa naiona, kwa sababu kuwa na crowd kubwa ni sawa, it create that perception ya kwamba you are unstoppable, but to translate that into votes, that is another thing. Inahitaji tight organization, inahitaji mobilization, inahitaji uwe na logistics za kutosha, unahitaji kuwa na kila kitu ambacho unachokihitaji. Lakini apart from hapo, kwa wale wanaogombea, achana na siasa. Na mpenzi mtazamaji, basi swala zima la ugavana, tunaona kuna tiketi ambazo zinatia fora. Kuna watu wamezungumzia tiketi ya Boga Lumanzi, kuna watu wamezungumzia tiketi tofauti tofauti, na hizo ndizo tiketi ambazo zinaangaliwa sana sasa hivi. Tuko nayo tiketi ya Mheshimiwa Gavana Achani. Pengine kwa mtazamo wako, kwa kutazama kwako jinsi siasa zilizopo, ni unamwona Gavana Achani akiwa 2 term ama ni 1 term?
Kwa yale ambayo nimeyaona yanapofanyika, unajua kitu cha kwanza unaangalia yule mpinzani ana nini, ama anaweza kupull vipi kuweza kumtoa yule mtu ambaye amekalia kile kiti. Gavana Achani ni kama amejifundisha mengi kuanzia 2013. Na ukiangalia hii Kwale County unaangalia kabila kadhaa, unaangalia Digos. Nimesema siasa ni ethnicity calculations. Yes. So ukiangalia Digo wako Matuga, Msambweni, Lungalunga. Alafu unaangalia Duruma ambao wako upande wa Kinango, Samburu huko hivyo kwa Duruma wengi. Alafu unaangalia baadhi ya Wakamba ambao wako Kichaka Simba, Shimba Hills na kadhalika, na Waarabu kadhaa kiasi ambao wapo pamoja na makabila mengine kidogo ambao wamechanganyika. Gavana Achani siasa zake hazichezi juu, siasa zake anazicheza na chini. Anacheza na wamama vyesele, anacheza na vijana, anacheza na watu ambao ana create that perception kwamba anawainua and so forth. Na hao watu anaofanya na siasa kwao ndo kura. Unanielewa? Yes. Hao watu ambao wanamfili gavana kila mara, wanamfili gavana yuko hapa, gavana yuko pale, gavana yuko hapa na pale. Sasa ukiangalia upinzani nao, Boga na Lunganzi wanajaribu ku criticize kile kitu mama anafanya, ni sawa. Lakini kwa muda ambao amekuwa Lunganzi yuko kwa government, sindio, ya UDA na nini, Boga ni mzuri, mobilizer mzuri, lakini huwezi ku criticize tu na usije pia na alternative. Tuambie pia unaweza kufanya nini, kwa sababu niliangalia post yake ya juzi kwa anaongelea kuhusu mama uwezo wake umefikia ni kwa bursaries na dispensaries na ECDs. It is not bad. Ukiangalia bursaries ni za watu wa chini, ukiangalia ECDs ni za watu wa chini, ukiangalia dispensaries za watu wa chini ambao, kwa hiyo inamaanisha kwamba mama yuko mashinani sana. Mama yuko kazi, vile wanavyosema mama anaupiga mwingi kweli. Kwa hiyo Boga na Lunganzi wako na opportunity, lakini lazima waweze kushow that alternative ambao watu wanaweza kuadmire. Alafu kitu kingine ambacho tunachokiangalia ambao kitakuwa tricky ni kwamba gavana ni gavana wa UDA. Saizi kuna mpangilio ambao majadiliano kati ya ODM na UDA. Itakuwaje? Labda watasimama wote kwenye UDA, kwa sababu ninafikiria kwamba huenda wakakubaliana kwamba gavana aende tuta. ODM you have to support ya Gavana Achani, UDA you have to support Gavana Achani. So hao wengine itabidi wapangwe kwa sababu rais ni wa kupanga, ama itakuwaje? Lakini mpaka sasa hivi mama yuko vizuri. Mama amejaribu kucheza siasa yake na watu ambao wanajua kabisa kwamba hao ndio watakaompigia. Wewe unasema ni it's a strategic game. Inategemea mtu acha kuambia Ndala. Tulikuwa na anakuanga na cultural ni wiki ama event pale Kwale. Na unaangalia, nilishangaa, nikasema mama pia labda wanamuadvise wanajitahidi, kwa sababu unampata Masai kutoka Samburu amekuja kupresent culture yake. Unampata yule Mduruma, unampata yule Mdigo, unampata yule Makonde, unampata yule Giriama, unapata Wakikuyu wamekuja na Momboko, unapata kila aina ya wenyeji wanaoishi Kwale County, amewakusanya wote mahali pamoja. Alafu gavana yuko hapo, gavana na dance nao, gavana yuko pale anaongelesha. Gavana anawaambia nini? Ndugu yangu, kuambia hao watu na VSLA ndio watu ambao wamejaa kwenye kaunti yetu ni ngumu, huwezi watoa. Kwa hiyo utafanyaje kumwambia mtu wa VSLA si nzuri?
utakuja na mbinu gani ya kumwambia kwamba basari sasa zistop ama basari zisaidie? Utakuja na mbinu gani ya kumwambia wale wamama ambao wamewekwa makundi kufungua kampuni zao, either zina work either they work, lakini wamefeel kuna kitu kinachofanyika na gavana Achani, alafu huyu gavana yuko ground throughout akawa vizuri, alafu ground yuko ni nini? Na wamama na wale vijana na wale wazee. Kwa hiyo anaangalia the heart ya mkazi wa Kwale, anaenda huko. So wale ambao labda wako juu kidogo wanahisi labda hawajafikiwa, maybe sasa au wengine wangeangalia watawatarget vipi. Lakini kuhusu kutarget wa mama VSLA itakuwa ngumu kuwatoa. Kutarget watu wa basari itakuwa ngumu, kwa sababu ndio vile watu wanaposema mama anaopiga mwingi na anajua yeye yuko kwa sherehe ndogo ndogo. Utampata mama kwa majukwaa ya watu sijui watu gini, haya ndogo ndogo huko. Ndio watu wanapiga kura, na wakati mwingine mpiga kura anataka kufeel. Anataka kuhisi kwamba upo. Anataka hata kama utatenda, lakini anasema atakumbuka gavana alikuja akatuambia ABC. Pengine nahisi unaona kuna changamoto ambazo zipo katika tunapozungumzia nyanjani, kwa sababu kuna masuala mengi ambayo ukipita mahali watu wanazungumza, lakini sasa changamoto ambayo ipo sio tu kwa gavana Achani, bali hii changamoto ipo hata kitaifa. Watu wanakosoa, lakini hawasemi endapo watapata fursa pengine watafanya nini. Na ndicho kitu ambacho pengine tumekiona pia na upinzani, tumekiona na Tim Sifuna, tumekiona na watu wengi, hata kina Gachagua wamekuwa kizungumzia hilo jambo la kuwa wanakosoa mtu fulani afanye kitu fulani, lakini hawasemi tutafanya nini. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kauli za Lucas ambaye tunazidi kusemezana naye, na sijui wewe unasemaje. Tuko hapa katika kipindi cha Political Checkpoint, na lengo na sababu ni kudadavua tu kwa marefu na mapana masuala ya kisiasa, na sasa hivi tuwe kitengo cha siasa ya kaunti ya Kwale tunapozungumzia wadhifa ama ile nafasi ya ugavana katika kaunti ya Kwale. Pengine tuweze kuangalia nafasi hii ya gavana tunaposalia papo hapo. Tuangalie, tuende pia na ukweli fulani. Mimi nitasema kongole kwake, kwa sababu wajua kitu ambacho kiko, mimi napenda kusema kwamba katika kipindi cha Political Checkpoint, moja kati ya jukumu letu ni kuvulia kofia kazi nzuri na kukosoa kazi ambayo pia haiko sawa. Na mimi nataka niseme kongole kwa sababu gani? Kuna vijana pale, ukipita Diani kuna kikundi kinaitwa Wozawoza. Kuna vijana ambao wengi ni vijana ambao ukiangalia the age group na nini, pengine ni vijana ambao wakiachwa idle watakuwa wanajihusisha na magenge ama masuala ya uhalifu, lakini wamewekwa katika kundi moja likaitwa Wozawoza. Na natumai Wozawoza ni neno ambalo si geni, neno ambalo limekuwa likitumika na vijana wengi zaidi. Woza limekuwa likitumika na vijana wengi zaidi. Nataka tuweze tu kuangalia, je, tunapozungumzia hizi kampuni, swala la kampuni limekuwa likikosolewa sana kwamba halimsaidii yule mwananchi sana, yani halina utofauti mkubwa. Swala la kampuni halina utofauti mkubwa na tutasemaje, na swala ya nyota, kwa sababu ndipo utapatia kina mama milioni 2, utapatia shilingi milioni 2 kina mama ambao ni 50 kwenda mbele. Ukipiga hesabu yako haraka watafanya mradi, watafanya nini? Yani ndio inawaleta pamoja na kuwasaidia, lakini kuna kule kusaidia mtu aweze kusaidika kwa haraka, na kuna kule kusaidika ambako utachukua, yani tunapata kidogo kidogo, tunaendelea chururusi ndondo, lakini pia kuna kule ambako mtu anaweza kusaidika. Lakini mimi nataka tuweze kutujibu kuwa, do you think haya masuala ya kutengeneza kampuni na kupatiwa tenda yako na impact yoyote, tukiangalia impact yoyote economically direct kwa mtu? Labda niseme tukiweka siasa kando, labda niseme tu kwa kizushi, sio kitu cha sio msichukulie muhimu sana. No. Lakini kisiasa, no, unapokuwa na watu ambao hawahitaji, basi siasa yako nayo inakwisha. No. Lazima kwamba wafanye wale watu wa kuhitaji zaidi. Kwa hiyo labda walikuja na strategy ya kufungua hizo kampuni na nini, no, na kupewa kidogo. Labda walikuwa wanataka kwamba wahitaji zaidi. Waite wakati mwingine kwa harambee, no, uambie kwamba hapa nimepungukiwa na nini na kadhalika. No. Lakini kwa kiwango kingine pia labda niseme ndio jukumu la serikali linakupatia platform. So mambo mengine unataka na ujiinue. No. Francis, mko hapa sasa hivi mnajituma. No.
hakuna mtu anakushika mkono ama nini. Lakini la ungekuwa umesema kwamba ni pesa fulani imewekezwa hapa niweze kusukuma, labda ungekuwa usingekuwa na nani. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba wamepewa platform. Kwanza wamefundishwa kufungua kampuni ni nini. Shukuru kwanza. Alafu jaribu kwamba wewe njia gani utakayotokea. Kwa sababu ni ngumu, watapatia na watu wangapi. Na kuendeleza tu kwamba kuhusu vijana na kadhalika, nitasema hivi ndugu Francis. 2022. Serikali ambayo iko mamlakani leo ilifanikiwa kwa sababu ya organizations na mobilization ya huku chini. Grassroots. They did it very well. Yani walimaliza huku chini kabisa, and they were very sure. And maybe gavana wetu kwa sababu ya yuko kwenye chama hicho, labda hizo ndo mbinu alizochukua. Kumbuka serikali ya maneno ya Kenya Kwanza ilikuwa about mama mboga. Ilikuwa about hustlers. Ilikuwa about vijana wa bodaboda. Watu ambao wako huko chini ambao wakumbukwi. Na labda wao wameiacha serikali kuu, lakini gavana ama bado kukimbia nalo. Kuangalia wa vijana, kuangalia wa mama, kuangalia watu ambao labda wasingepata platform. So tukiweka siasa kando, ni kwamba Francis, umenisaidia mpaka nimeweza kufungua kampuni leo. Surely sio jukumu la yule ambao wamekupatia platform kukutafutia pia na tenda. Utajituma vipi? Utakimbizana vipi uweze kupata hizo tenda na utoke beyond? Sio kwa government utegemee tenda za government. Nenda kwa mashule, nenda kwa kampuni, nenda kwa Monteli Beach, ambapo sisi tutakuwa tupatie supplier ya cabbage peke yake kwa mfano. Bro, unatoboa katika maisha. So gavana amefanya kazi yake. Kama kuna watu 10, 50, 100 mama makundi karibu 100 ambao wamefungua kampuni, ni jukumu lao makundi kufikiria na sisi tutamanuva vipi kuanzia hapa. Asante sana bwana Lucas. Mpendwa mtazamaji, basi huyu ni Lucas, political strategist, anajihusisha na masuala tofauti. Pengine neno lako la mwisho kwa mtazamaji, na uweze tu kutueleza, je, pengine wewe uko kadi, na utuambie, je, ni muhimu kuwa kadi na kwa nini ni muhimu kuwa kadi? Na kumalizia. Nashukuru Talanta Mwanza Media kwa kazi kubwa ambayo wanaifanya, na wao pia wameamua kufika mashinani, na ndio hapa tupo, na ndio tunaweza kuwajuza. Niko kadi, mkazi wa Kwale. Ni jukumu lako. 2027 inakuja, fanya maamuzi. Siasa yeko rohoni. Tunasema kwamba kwa siasa haina huruma, wala siasa haina kumbukumbu, wala siasa haina loyalty beyond usefulness. Wakati ambapo umeisha kutumika, basi wanasiasa atakuwa na haja na wewe, lakini watakuja wengi ambao sasa wana haja na wewe, na watakutumia kwa hicho kipindi tu. Cheza kadi zako vizuri, fanya maamuzi yako vizuri, mpatie kiongozi ambao unajua kabisa kwamba anakufaa na atakufaa, au tayari ameshakufaa. Kila kiongozi anayekuja, mwambie kuonyesha CV yake, alifanya mangapi, na wewe utamsapoti kwa kiwango gani. Kikubwa tuishi kwa amani. Kikubwa zaidi tuweze kuchukua silaha zetu ambayo ni kadi yako ya kura. Nenda tumie nafasi, kata kura. Vitambulisho vipo sasa hivi, hulipishwi. Take this opportunity. Kama mkazi, make sure unachukua ID, make sure unachukua kura yako, make sure unaongea very loud kwa ballot box. Asante. Okay, shukrani sana. Mpenzi mtazamaji, basi huyu ni Lucas Baraka, mwana mikakati ya kisiasa, political strategist, na tumeweza kusemezana naye mawili matatu. Pengine ninapokuacha tu kwa siku leo, nikwambie kuwa ukipanda pantosha utavuna pankwisha, ndiposa ukipanda pantosha utavuna pankwisha, ndiposa hapa ndani ya Talanta Mwanza Media siku zote tunasema kuwa tutajitahidi kuhakikisha kuwa tunakujuza, tunakuletea wakereketwa, tunakujibia maswali
na tunakupa fursa ya kukutembeza vitongoji vyote na mashinani ili uweze kuyajua mengi zaidi yanayofungamana na siasa, kuanzia majukumu, utendakazi, yepi wameyafanya, yepi hawajayafanya, kwa nini na watayafanya lini. Nimekuwa wako Andala Francis Dennis. Asante sana kwa kila mmoja aliyofanikisha upeperushwaji wa kipindi hiki, nikimzungumzia Stephen Chigamba ambaye amekuwa nyuma ya bomba kuhakikisha kuwa picha hizi zinakujia kwa njia sufufu zaidi na njia iliyonyoka zaidi. Tukutane tena sana wakati mwingine, Jalali atakapo tuajalia. Talanta Mwanza Media, news that matters, fun that entertains. Our audience is our priority. We prepare everything with legitimacy. We make you feel part of us. We bring to you political shows, sports updates, and business news. Stay tuned for trusted updates.